Natumai mko wazima. Asubuhi ingine njema. Tumekusanyika ili tupate kusikia neno lake Mwenyezi Mungu. Na wakaribisha sana, karibuni sana katika mafundisho yetu ya Jumapili hii. Nashukuru Mungu ni kwa ulinzi wake, ametulinda na zaidi ya yote ametupa uwezo wa kuweza kuonana na kuketi na kusikia kutoka kwake. Na kabla hatujaendelea, ningependa tuimbe pambio ya kumsifu naye Mwenyezi Mungu ni kwa ulinzi wake mwema ametulinda. Tutaimba pamoja. Shangilia Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi, shangilia Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Mwokozi, shangilia Yesu anaponya, Yesu anaponya, shangilia Yesu anaponya, Yesu anaponya, shangilia Yesu anaponya, Yesu anaponya, shangilia Yesu anaponya, Yesu anaponya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele zako asubuhi hii kushukuru ni kwa ulinzi wako mwema, umetulinda wiki nzima hadi siku hii ya leo. Jehova, tumekusanyika ili tupate kusikia kutoka kwako. Baba, ni asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi kama watoto wadogo. Baba, na siku hii ya leo Jehova tumekuja kwako ili tupate kukushukuru na kukuinua. Baba, tunaomba kwamba uwe pamoja nasi tunapoanza mafundisho yetu. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu Jehova kwa kila jambo tutakayotenda katika mafundisho haya. Baba, atuongoze. Tuomba Jehova ukwe pamoja nasi, anza nasi tutakapofika mwisho. Jehova, tutakushukuru. Naombea watoto wote popote walipo Jehova, hata wenye wako hospitalini. Naomba kwamba uwafikie kwa neno lako Jehova kwa njia iliyo ya kipekee. Baba, ni asante kwa sababu utaenda kuongoza watoto wetu na kuwalinda. Zaidi ya yote Jehova, uwabariki. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Karibuni sana. Karibu katika mafundisho yetu. Na kabla hatujaendelea ama hatujaanza lesson yetu ya siku ya leo, tujikumbushe tulijifunza nini wiki iliyopita. Wiki iliyopita tukajifunza juu ya mtu mmoja, mtu aliyekuwa mfupi sana na alitaka kumuona Yesu. Na alipotaka kumuona Yesu, ilibidi aende akapande juu ya mti ili apate kumuona Yesu. Na huyu mtu alikuwa anaitwa Zakayo. Zakayo tukaambiwa kwamba alikuwa mtenda dhambi sana. Alikuwa mtosha ushuru, lakini hakuwa anachukua kwa njia iliyokuwa inafaa. Alikuwa ananyang'anya watu vitu zao. Lakini Yesu kwa sababu alikuwa na uwezo ama na nguvu ya kusamehe dhambi, akamsamehe Zakayo, na Zakayo akatubu dhambi zake zote na akauza kila kitu akarudisha. Tukaambiwa alisema atarudisha mara mbili. Tukaona Zakayo alivyotubu dhambi zake na Yesu akamsamehe na wakaenda pamoja kwake. Na siku hii ya leo tutaenda kujifunza bado juu Yesu akisamehe dhambi. Tutaona kwamba huyu Yesu ana uwezo wa kusamehe dhambi, na zaidi ya yote ana uwezo wa kujua dhambi za kila mtu. Topic yetu ya leo tutaenda kujifunza juu ya Jesus power to forgive sins. Jesus power to forgive sins. Huyu Yesu anasamehe aje dhambi. Na katika hadithi zetu za Biblia tutaenda kupata hadithi ya Biblia kutoka kitabu cha Marko mtakatifu. Mlango wake ni wa 2, mstari ni wa 1 hadi 12. Marko mtakatifu mlango wa 2, mstari wa 1 hadi 12. Tutaenda kupata mtu mmoja pia aliyekuwa mtenda dhambi ama aliyekuwa na dhambi. Sio kwamba alitenda dhambi yenye yeye mwenyewe alikuwa anajua, lakini Yesu alijua kwamba alitenda dhambi, ndio ikafanyika jinsi alivyokuwa akiugua. Hapa tunapata mtu mmoja aliyekuwa amepooza sana. Huyu mtu katika hadithi zetu za Biblia tunatuambia kwamba kuna mtu mmoja aliyekuwa amepooza, na kupooza kwake ni kwa sababu ya dhambi. Tukaambiwa hakuwa anatembea, miguu yake na mikono ilikuwa imepooza. Sasa alikuwa akilala tu. Hebu tuone ni jinsi gani Yesu alivyomsamehe dhambi. Katika hadithi zetu za Biblia inatuambia kwamba huyu mtu alipooza kwa miaka mingi sana.
alishinda tu akilala, hakuwa hata na wakumwamsha. Alishinda akilala miaka yake yote. Hakuwa anaweza kutembea, hakuwa anaweza kufanya kazi yeye mwenyewe, ikawa analala tu. Siku moja alikuwa na marafiki wake 4 wakaja kumtembelea. Na hao marafiki walikuwa wanamjua Yesu. Walikuwa wamesikia yale mambo Yesu alikuwa anatendea watu, kwamba Yesu anaponya, Yesu anasamehe dhambi, Yesu anafufua hata wafu. Hao marafiki 4 wakaamua kumtembelea huyu mtu aliyekuwa amepooza. Hatujaambiwa jina katika hadithi zetu za Biblia alikuwa anaitwa nani, lakini tunaambiwa kwamba ni mtu aliyekuwa amepooza. Miguu yake haikuwa inatembea, mikono haikuwa inafanya kazi, alishinda tu akalala. Hao marafiki wakaamua kwamba tutamtembelea, na tutakapofika kule kwake tutamjulisha juu ya huyu Yesu. Tukaambiwa kwamba wakatembea, wakafika kwake, wakaanza kumweleza juu ya Yesu. Na katika hadithi zetu za Biblia tukaambiwa kwamba Yesu alikuwa Kapernaum, nyumbani kwao. Alipokuwa katika hali hiyo, akawa na mkutano mkubwa sana. Akaanza kuwahubiria, akaanza kuwafunza. Na wale marafiki 4 walikuwa wamejua kwamba Yesu ni mponyaji. Wakaamua kwamba huyu rafiki yetu mwenye amepooza tutampeleka kwake Yesu. Wakamwelezea juu ya yale Yesu aliyokuwa anatenda. Na yule mtu aliyekuwa amepooza akakubali kwamba wampeleke kwake Yesu ili apate kupona. Wale marafiki wake 4 wakaamua kumchukua. Unajua walimchukuaje? Walimbeba na ile kodoro lake alilokuwa akilalia. Wakaamua kwenda na kumpeleka kwake Yesu pale Kapernaum, mahali Yesu alipokuwa akiwahubiria makutano. Wakamshika, walishika kodoro lake. 2 wakashika upande huu, 2 wakashika upande huu mwingine, na yule mtu alikuwa amelala pale katikati. Wakaanza safari. Ndio hawa na yule mtu aliyekuwa amepooza. Walipofika katika makutano, mahali Yesu alipokuwa akiwahubiria watu, wakapata kwamba hakuna nafasi. Hawataweza kumfikia Yesu kwa sababu Yesu alikuwa katikati ya makutano na watu walikuwa wengi sana. Kulikuwa na umati kubwa sana ya watu. Wakasema kwamba lazima tumfikie Yesu. Je, watoto mnajua walifanya nini? Kama vile Zakayo alivyofanya, akaenda akapanda juu ya mti ndiposa amuone Yesu. Hawa watu 4 waliamua jambo kwamba na huyu mtu aliyekuwa amepooza lazima tumfikishe kwake Yesu ili apate kupona. Ndio hawa wakaamua kwamba tutapanda juu ya mabati na tutoboe shimo pale juu ili tupate kumshusha huyu mtu na kodoro lake mpaka amfikie Yesu. Na mnajua walifanya hivyo. Walipanda juu ya dahari, wakaenda wakang'oa mabati. Hebu imagine, wanang'oa mabati na huku ndani katika sinagogi Yesu anahubiri, Yesu anafunza umati kubwa sana. Wakaanza kubomoa mabati, wakatoa mabati, wakatoa huku chini. Watu wakaanza kusikia kuna sauti kule juu, lakini hawakujua ni nini inafanyika. Na Yesu alikuwa amejua chenye kinatendeka. Kidogo wakatoa mabati, wakatelemsha yule mtu aliyekuwa amepooza pamoja na kodoro lake. Wakamtelemsha pole hadi akamfikia Yesu. Yesu alipoona yule mtu aliyekuwa amepooza, hakika watu walishangaa. Lakini Yesu akaambia yule mtu kwamba imani yako imekuponya, simama na uende. Na wale watu, kwa sababu walikuwa wanampenda huyu mtu sana na walikuwa na imani kwamba Yesu atamponya, Yesu akasema kwamba imani yenu imekuponya. Na yule mtu akasimama. Wakati Yesu alikuwa akiambia huyu mtu kwamba imani yako imekuponya, yule mtu akainuka na kodoro lake. Wale watu wenye walikuwa pale ndani wakaanza kushangaa, na mbona Yesu anafanya hivi? Kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo wa
kusamehe dhambi. Wakaanza kujiuliza moyoni kwamba kwa nini Yesu anafanya hivi. Yesu akajua wanawasa kitu gani. Akawaambia, mbona mnawasa hivyo? Ni vyema kusamehe dhambi. Na mimi kama Yesu nina uwezo wa kusamehe dhambi. Akaambia yule mtu mwenye kupooza, ondoka, chukua godoro lako na uende. Yule mtu aliinuka, akasimama, miguu yake ikaanza kutembea, akaanza kuona kama miguu inafanya kazi. Akanyosha mikono yake, akachukua godoro lake, akajitwika godoro lake na akaondoka, akaenda akimshukuru Mwenyezi Mungu. Tukaona jinsi Yesu alivyomsamehe. Kwanza alimsamehe dhambi. Aliambia kwamba dhambi zako zimesamehewa na inuka na godoro lako. Na mara nyingine akaambia ujitwike godoro lako na uende. Yule mtu akashukuru, akajitwika godoro lake na akaenda, akapata kupona. Yesu ana uwezo ya kusamehe dhambi na ana uwezo wa kuponya. Alimponya yule mtu aliyekuwa amepooza. Je, kama watoto tunaamini kwamba Yesu anaponya? Tunapokuwa na homa, pengine mama ni mgonjwa, dadi ni mgonjwa, ama jirani rafiki yako ni mgonjwa, unafanya nini? Tumejifunza mara nyingi kwamba mtu akiwa mgonjwa, tunaenda mbele za Mungu, tunapiga magoti, tunaomba Mungu, tunaomba uponyaji. Na hakika Yesu ana uwezo wa kuponya na atatuponya. Kama watoto tuwe na hiyo imani kama ya ule mtu aliyekuwa amepooza. Na alikuwa na hiyo imani na hakika aliponya. Hata sisi kama watoto wa Sunday School tukiwa na hiyo imani na tuweze kuombea hata mgonjwa, hakika atapona. Tumejifunza mara nyingi juu ya huyu Yesu kwamba ana uwezo na anasikia maombi yetu. Tunapomuomba kwa unyenyekevu, tunapokuwa na uaminifu, tunapotubu dhambi zetu na kuomba kwa imani, Yesu atatusamehe dhambi zetu na atasikia maombi yetu. Kuna wakati tulijifunza juu ya watoto wenye walikuwa kwa ward. Hakika waliomba na Yesu akawapa yale waliokuwa wanahitaji. Hata sisi kama watoto wadogo tukiwa na imani na kuomba, Mungu atatuponya kwa magonjwa ya mbalimbali, ataponya marafiki zetu, ataponya hata wazazi wetu, ataponya hata wale wengine wenye hatuwajui kwa kuwaombea. Kuna watoto wenye wako hospitalini na tukiwa na imani kama yule mtu aliyekuwa amepooza, hakika Mungu atasikia maombi yetu tunapoomba na ataenda kuwaponya. Wacha Mungu atubariki sana, na zaidi ya yote tukue na imani, na zaidi ya yote tukue na matumaini. Na matumaini yetu tumtumainie Yesu na hakika atatutendea. Tukiwa na uaminifu, tukitubu dhambi zetu, tusitendee watu mabaya, hakika Mungu ataenda kutusikia. Wacha Mungu atubariki sana, na zaidi ya yote tukumbuke yale yote tumejifunza. Tumejifunza juu ya Zakayo, hakuweza kumwona Yesu akapanda juu ya mti. Marafiki wanne hawakuweza kumfikia Yesu, lakini walifanya juu chini mpaka wakafikisha yule mtu aliyekuwa amepooza kwake Yesu, na Yesu akapata kumsamehe dhambi na akamponya. Na kabla hatujamaliza, ningependa tuseme memory verse yetu ya siku ya leo, na memory verse yetu tutaenda kuipata kutoka kitabu cha Yohana wa kwanza, 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Inasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Turudie tena. Yohana wa kwanza, mlango ni wa kwanza, mstari ni wa 9. Inasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na udhalimu wote. Bwana awabariki sana. Mzidi kusema memory verses zetu. Siku ile tutakutana, nataka tuambiane memory verses zetu zote zenye tumezifunza na hadithi zetu zote za Biblia. Mungu awabariki sana, awalinde, awaongoze tutakapoonana tena. Tutamshukuru na tuombe. Baba, katika jina la Yesu niko mbele zako wakati huu Jehova kukushukuru kwa ulinzi wako mwema. Asante Baba Jehova kwa sababu
Tumepata mafundisho Jehova kuhusu nguvu zako za kusamehe dhambi. Tumeona kwamba ulipata kumsamehe yule mtu aliyekuwa amepooza, na zaidi ya yote ukamponya na akaweza kutembea. Twaomba kama watoto wa Sunday School kwamba Jehova upate kutusamehe dhambi zetu, na zaidi ya yote Baba usikie maombi yetu tunapoomba Jehova kwa imani, utusikie na kututendea mema. Kaa nasi Jehova, tembea pamoja na watoto wa Sunday School, walinde, waongoze. Pia wazazi wao naweka mikononi mwako, waongoze, walinde Jehova. Wape mahitaji yale yote wanaohitaji, ni kwa ajili ya ulezi ya watoto hawa. Baba uwabariki. Naombea hata na watoto wenye wako hospitalini. Baba uponyaji ni kwako, upate kuwaponya na kuwaonekana. Baba ni asante kwa sababu utatenda kulingana na mapenzi yako. Kaa nasi, tembea nasi Jehova, zaidi ya yote utubariki. Ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Mbarikiwe.